Serikali imeendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la JPEG kupitia mradi wa Beat Breast Cancer awamu ya pili unaofadhiliwa na Private Foundation ambao unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani ya matiti kwa mkoa wa Mwanza. Akizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 22, mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza Dr. Jessica Leba amesema utekelezaji wa mradi huo utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza vifo vitokanavyo na saratani ya matiti kwa kuwa unajikita katika uchunguzi wa mapema, elimu kwa jamii na upatikanaji wa tiba bora. Aidha, Dr. Leba amewahimiza wananchi wa mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi katika vituo vya afya kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti ili kugundua changamoto mapema na kupata matibabu kwa wakati sahihi. Tanzania inayotoa huduma za uchunguzi wa kina pamoja na matibabu kwa wateja wenye saratani ya matiti. Na mkoa wetu wa Mwanza una jumla ya vituo 32. Vituo hivyo ni hospitali za wilaya za halmashauri ambazo ziko 8, vituo vya afya 2 kwa kila halmashauri zote 8, lakini tuna hospitali zetu za mkoa, rufaa ya mkoa pamoja na hospitali ya kanda Bugando. Na kwa Januari mpaka Agosti, hivi ninaongea sasa hivi Septemba, tuna jumla ya wateja 46 ambao wameweza kugundulika na saratani, na kati yao 27 wameshaanza matibabu na wengine wako kwenye wanasema ushauri na saa kwa ajili ya kuanza matibabu, lakini wengine bado wanaendelea kutafutwa kwa ajili ya kuanzishwa matibabu na kuendelea na ushauri na saa. Lakini mkoa wetu wa Mwanza tuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata. Kwa ujumla, kwa kupitia na serikali ya mkoa kushirikiana na shirika la JPEG tumeweza kufanya uchunguzi kwa kina mama 23,630 ambao ndio 46 wamegundulika na hayo maambukizi. Hiyo ni moja ya mafanikio, na zaidi ya nusu yao 46 yani 27 wameanza matibabu. Lakini pia tumefanikiwa kufanya mafunzo kwa watoa huduma 60 kwa mkoa mzima, lakini pia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, watendaji wa kata zaidi ya 191 wamefanyiwa mafunzo, lakini pia wanahabari 8 kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu na kuhabarisha umma, lakini pia tuna viongozi wa dini 16 katika kila halmashauri kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu. Mafanikio mengine pia tunashukuru shirika la JPEG tumeweza kupokea ultrasound 3 kwa ajili ya uchunguzi, nazo zinaendelea kutusaidia katika mkoa wetu. Lakini pia mafanikio mengine ni kuendelea kuongeza vituo. Mradi huu ulipoanza awamu ya kwanza ulikuwa na halmashauri 2, lakini zikaongezeka mpaka kufikia halmashauri zote 8 za mkoa wetu. Aidha, Dr. Leba amewahimiza wananchi wa mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi katika vituo vya afya kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti ili kugundua changamoto mapema na kupata matibabu kwa wakati. Lakini kingine ni kuendelea kuongeza vituo na watoa huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Hiyo ni moja ya changamoto, lakini pia mikakati kama mkoa ya kuendelea kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii kwa kutumia makundi yote ambayo nimeyataja, wakiwepo watoa huduma kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, lakini mikusanyiko mbalimbali. Wenyewe mmekuwa mashahidi katika mikusanyiko mingi tunatoa na huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini pia na mlango wa kizazi hatujaisahau, na saratani zingine na magonjwa yasiyoambukiza. Huwa tunaendelea kufanya hilo mara kwa mara, lakini kuendelea kutoa mafunzo kwa watoa huduma ili na kuongeza vituo zaidi kwa ajili ya kuwafikia wananchi zaidi, kuwapunguzia gharama na mwendo mrefu. Lakini pia tutahakikisha tunafikia wanawake wote kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vyote katika mkoa wetu. Tuna jumla ya vituo 573, lakini pia katika huduma mkoba. Kwa naomba nitoe rai kwa wananchi kuendelea kujitoa na kuja kufanya uchunguzi, kwa sababu huduma hizi zimegharamiwa na watu wengine, kwa ni bure kwao. Wajitokeze kwa wingi na ni fursa kubwa na adhimu. Lakini pia kuendelea kuziwezesha vituo vyetu hasa hospitali za wilaya kuhakikisha wanatoa matibabu ya awali, kwa sababu matibabu yamekuja kutokea ngazi za juu, hospitali ya mkoa, rufaa pamoja na hospitali ya kanda, lakini tunatarajia pamoja hospitali za wilaya zianze kuanza kutoa matibabu, lakini kutumia ultrasound kuchukua vipimo kwa
tunasema core needle biopsy na fine needle aspiration. Hiyo ni kupunguza tena mwendo wa kuendelea kuboresha huduma na kupunguza gharama na muda mrefu kufuata huduma hizo katika hospitali za rufaa pamoja na hospitali ya kanda. Kwa naomba nitumie fursa hii kwa kipekee kuwashukuru serikali kuu, kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri ambayo imefanyika na uwepo wa wadau hawa, lakini kuwashukuru pia Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kwa kutuletea mradi huu katika mkoa wetu wa Mwanza, kwa sababu sio mikoa yote ambayo ina wadau kama hawa, lakini tunashirikiana kushirikiana nao kufanya kazi. Lakini wito wangu kwa wananchi waweze kujitoa kuja kupata uchunguzi, lakini pia kuendelea kuchukua tahadhari mbalimbali za kujikinga na saratani, ikiwemo kubadilisha mfumo wa maisha na kufanya uchunguzi wa awali mapema. Asante. Kwa upande wake, daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketule, Dr. Jackson Chiwaligo, amewasisitiza wanawake kujijengea utamaduni wa kujifanyia uchunguzi wa awali ili waweze kubaini mabadiliko yoyote katika miili yao, hususan katika sehemu za matiti, na kufika hospitali mapema endapo watabaini dalili zisizo za kawaida. Ambacho tunahimiza au kusisitiza ni kufanya uchunguzi wa awali. Mwenyewe anaweza ndio mwanamke akafanya au hata mwenza wake, ili aone kama kuna mabadiliko yote kwenye titi. Akiona kuna mabadiliko, kama nilivyosema, kama amehisi kuna kivimbe au buje, amegusa ameona kuna kivimbe hicho, au ameona ngozi ya titi inabadilika, au ameona umbile la titi linabadilika, hizo ni hatua za awali ambazo ni viashiria. Sio lazima iwe saratani, lakini ukishaona dalili kama hizo, ni vyema ukafika kituo cha afya ukapata uchunguzi zaidi ili kaweza kudhibitika kama ni saratani au kama ni magonjwa mengine na akapata tiba stahiki. Mara nyingi watu wamekuwa wakiwa wanajihisi na vivimbe, kwa kuwa hakiumi kwa hatua za awali, basi anapuuzia na kaa nayo miezi, miaka, hadi baadaye inafika hatua za mbali ndio anakuja kugundua kumbe ilikuwa ni saratani na anakuwa amekwisha kuchelewa. Kwa hiyo wito ambao tunautoa ni kwamba mabadiliko yote ambayo anaona mtu yote kwenye titi, ni vyema akafika kituo cha afya mapema, akachunguzwa, ikagundulika je, ni saratani ama si saratani, na akapata tiba sahihi. Hilo ndio lengo kuu. Muda ambao unapendekezwa ni angalau siku 5 hadi 7 baada ya kumaliza hedhi yake. Wakati huo matiti yanakuwa yamerudi katika hali nzuri kibiolojia, kwa hiyo anaweza akajichunguza kwa kujipapasa mwenyewe kwa vidole vyake vitatu kwa mwendo wa kuzunguka kama saa katika titi lake. Anajipapasa, atahisi kama kuna kivimbe chochote au kuna mabadiliko yoyote. Akiona safari aliyojichunguza mwezi huu ni tofauti na ilivyokuwa mwezi uliopita, basi ni vyema akafika kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi.